Ndugu waganda, hebu niwaelekeze kwa haraka jinsi ya kuweka alama kwenye karatasi yenu ya kura kwa usahihi. Utakapopokea karatasi ya kura, utagundua kuwa ina safu 4 columns. Ya kwanza ni safu ya majina ya wagombea. Pili, safu ya picha za wagombea. Tatu, safu ya alama ya chama au wagombea. Na 4, kisanduku kitupu ambapo utaweka tick au alama ya kidole gumba. Unatakiwa kuweka alama kwenye karatasi ya kura ukitumia alama iliyoidhinishwa pekee, aidha tick au alama ya kidole gumba kwenye nafasi iliyotengwa kwa ajili ya mgombea wako. Karatasi ya kura yenye alama iliyoidhinishwa ambayo imewekwa kwenye jina la mgombea, picha ya mgombea au alama ya mgombea bado ni halali kwa sababu nia na chaguo la mpiga kura liko wazi. Zingatia hili. Kuwa makini ili tick au alama yako ya kidole gumba isitoke nje ya kisanduku au kuvuka mstari kwenye jina, picha au alama ya mgombea mwingine. Kumbuka kutumia tick au alama ya kidole gumba pekee. Tafadhali usitumie alama nyingine yoyote. Tumia kidole gumba pekee. Weka alama kwenye karatasi yako ya kura kwa usahihi ili kura yako ihesabiwe. Usikubali kupoteza kura yako. Ujumbe huu unatoka kwa Tume ya Uchaguzi.